Welcome to Gospel Outreach Kairote, where we reach you with the message of Christ and Him crucified. We have a YouTube channel where there are powerful sermons that will lift you and elevate you to another level. Places at the top. He was able to be the promise of. You can subscribe, you can share, you can comment again. God bless you. Amen. Hallelujah. We thank God so much. And we are here to lift His name. Na tuko hapa kuliinua jina lake. We are here to honor Him. Tuko hapa kumheshimu and to adore Him. Na kumuenzi. Hallelujah. Hallelujah. Because that's the reason why we exist. Ni kwa sababu hiyo ndio sababu ya kuishi kwetu. Hallelujah. Hallelujah. In fact, everything exists to glorify God. Kila kitu kinaishi kumtukuza Bwana. Everything that has been created. Kila kitu ambacho kimeumbwa. Everything on earth. Kila kitu duniani exists for the glory of God. Kinaishi ili kimtukuze Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Because He's God above everything. Kwa sababu yeye ni Mungu juu ya yote. Amen. Amen. And that's what we want to share today. Na huo ndio utakao kuwa ujumbe wetu siku ya leo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Under this topic, chini ya hiki kichwa, everything exists for God's glory. Kila kitu chaishi ili kimtukuze Bwana. Everything exists for God's glory. Kila kitu chaishi ili kimtukuze Bwana. Hallelujah. Amen. And let's pray as we go to share. Na tuombe tunapoenda kushiriki. Precious Father, again we lift your name. Baba wa dhamana, tunalitukuza jina lako. We give you all the honor. Twakupa heshima zote. For there is truly none like you. Ni kwa sababu kwa hakika hakuna aliye kama wewe. As we share your word of Father. Tunapolishiriki neno lako Baba. In humility. Kwa unyenyekevu. We allow you to reign. Twakuruhusu utawala. Speak to us, O Lord. Tunenee ewe Mungu. And reveal yourself to us. Na ukajifunue kwetu sisi. That you may be glorified and lifted. Ili ukatukuke na ukainuliwe. In this place, O Lord. Katika mahala hapa. Now and lifted in heaven. Kama jinsi ambavyo umeinuliwa mbinguni. As we pray. Haya tunaomba. And trust in Jesus' name. Na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I said. Nimesema. That everything was created. Kwamba kila kitu kiliumbwa. For the glory of God. Kwa utukufu wa Mungu. And everything was created by the power of God. Na kila kitu kiliumbwa kwa nguvu za Mungu. The Bible says in John chapter 1. Biblia inasema katika Yohana sura ya 1 and verse 3 na aya ya 3.
that through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. When we go to Genesis chapter 1, wakati tunapoenenda katika Mwanzo sura ya kwanza, we see God creating the world. Tunamwona Mungu akiumba ulimwengu by the power of his word. Kwa uweza wa neno lake. He created everything that is there. Aliumba vyote ambavyo viko in such a beautiful way. Kwa njia iliyo njema sana. In fact, every time you look at Genesis chapter 1, na kila wakati unapoangalia Mwanzo sura ya kwanza, you see the beauty of God's work of creation. Unaona uzuri ama urembo wa uumbaji wa Mungu. We see how he did it from the first day. Tunaona jinsi alivyofanya tangia siku ya kwanza all the way to the 5th day, mpaka siku ya 5. And then again on the 6th day, na sasa siku ya created the man. Na sasa siku ya 6 akamuumba mwanadamu. And in every step of the creation, na kila hatua ya uumbaji, we see the power of God being displayed. Tunaona nguvu za Mungu zikidhihirishwa. And we see his magnificence. Na tunaona ukuu wake. He says, let there be this. Na anasema wacha na kuwe hiki. Let there be this, and it continues to happen. Wacha na kuwe na hiki, na iliendelea kufanyika in a beautiful way. Kwa njia iliyo nzuri. Hallelujah. Hallelujah. We see his power. Tunaona nguvu zake. We see the display. Tunaona kudhihirishwa of his might. Ya uweza wake. We see his sovereignty in the creation. Tunaona ukuu wake katika uumbaji wake. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says that nothing has been made that was made without him. Biblia inasema hakuna kilichoko ambacho kimekuwa pasipo kufanywa na yeye. It is by the power of God that everything was created. Ni kwa nguvu za Mungu kila kitu kilipata kuumbwa. Hallelujah. Hallelujah. And when we look at Genesis chapter 1, na wakati unapoangalia Mwanzo sura ya kwanza, and verse 31, na aya ya 31, we see something very great here. Tunaona kitu ambacho ni kikuu hapa sana. That after God created everything, baada ya Mungu kuumba vyote, he saw that all that he had made was very good. Akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Not just good, but very good. Na sio tu chema, lakini kilikuwa ni chema sana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So we see God looking at the creation. Tunaona Mungu akiutazama uumbaji, and he is very much impressed by the work he did. Na akapendezwa na kazi aliyoifanya. Everything he put in place. Kila kitu alichokiumba. The stars, nyota, the sun, jua, the water, maji, and the dry land, na nchi kavu, all the animals, wanyama wote, the birds of the air, ndege wa angani, the animals in the forests, wanyama wa mwituni, the fish in the sea, samaki majini, and everything. na kila kitu, the mountains, the rivers, milima na pia vijito. When God looked at everything, Mungu alipotazama kila kitu, it was very good. Kilikuwa ni chema sana. In other words, kwa maneno mengine, the creation, uumbaji, was glorifying him. Ulikuwa unamtukuza. Hallelujah. Hallelujah. It was beautiful. Ilikuwa ni jambo jema. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And actually that means that the creation glorifies God. Na hivyo ni kumaanisha kwamba uumbaji humtukuza Mungu. It is beautiful in the sight of God. Na ni jambo jema machoni pake Mungu. Everything that God created, kila kitu ambacho Mungu aliumba, was meant to bring glory to him. Kilipaswa kumletea utukufu. Hallelujah. Hallelujah. And you know one thing? Na unajua jambo moja. The very reason for the existence of the universe, sababu ya ulimwengu kuishi,
The very reason why there are the animals and there is everything that we see, sababu ya kuwepo kwa wanyama na kila kitu tunachokiona, is so that God may be glorified. ni ili Mungu akapata kutukuzwa. The universe exists to glorify God. Maumbile yote iko ili Mungu apate kutukuzwa. And actually we can say Na tuweza tukasema that everything that is there, the nature and the animals, every living thing, twaweza tukasema kwamba basi kila yote na vyote ambavyo vinaishi, they faithfully glorify God. kwa uaminifu vyamtukuza Bwana. The birds every day they do glorify God very faithfully. Tena kila siku humtukuza Mungu kwa uaminifu. They sing beautifully. Wanaimba vizuri. Hallelujah. Hallelujah. At times, Wakati mwingine they make it's like choruses. They make choruses. ni kana kwamba wanakaa wanaimba pabiru. A bird may shout from this side and the other one answers from this other side. Ndege fulani anaweza kuimba wimbo kwa upande ule, mwingine akamkuwa akiwa mambo ile nyingine. And at times you hear very good coordination. Na wakati mwingine unasikia mtiririko mzuri sana. The animals do the same. Wanyama vile vile hufanya vile. At times you hear the monkeys Unawasikia wale tumbili laughing wakicheka in the forest. kule mwituni. Hallelujah. Amen. They are glorifying God. Wanamtukuza Mungu. They are lifting God Wanamuinua Mungu through what they do. kupitia wanavyofanya. Everything that makes a sound, Kila chochote ambacho kinatoa sauti, those sounds bring honor to God. sauti hizo zinaleta utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. When you hear the sound of the waters, Wakati unasikia sauti za maji, when you see the lightning, wakati when you see the unapoona shining of the sun, jua liking'aa giving us light, na likitupa mwangaza, moon giving us light during the night, na mwezi ukitupa nuru usiku, you see the display of God's splendor. unaona kudhihirika kwa utukufu wa Mungu. We can say that everything that has been created Waweza tukasema ya kwamba chochote ambacho kiliumbwa faithfully glorifies God. kwa uaminifu cha mtukuza Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Do you know where failure is found? Unajua mahali mtihani unaanguka. Do you know who failed to glorify God? Unajua ni nani mwenye huanguka mtihani wa kutomtukuza Bwana? Hallelujah. Hallelujah. It's only the fallen angels Ni wale malaika walioanguka and the people. na wanadamu. Hallelujah. Hallelujah. The fallen angels, Wale malaika ambao walianguka, we don't have any issue with them. hatuna lolote na wao. They are not meant to glorify God and they will not. Hawakukusudiwa wamtukuze Mungu na wala hata kutekeleza hilo jambo. Hallelujah. Hallelujah. But as for us, Lakini kwetu sisi, that's where the issue is. hapo ndio hoja ilipo. Amen. Amen. Balaa iko kwa binadamu. Halo. Ili hali yake. Because we are meant to glorify God, Maana tuliumbwa tumtukuze Bwana. and many times we fail to do so. Lakini wakati mwingi tunakosa kufanya vile. Many times we fail to lift the name of God and to give Him honor. Wakati mwingine tunakosa kumtukuza Mungu na kumletea heshima. We fail to worship God. Tunakosa kumwabudu Mungu. We fail to magnify Him Tunakosa kumuinua Mungu with our lives, na maisha yetu, even with the voices that He's given unto us. hata kupitia sauti ambazo ametupatia. We fail to lift Him Tunakosa kumuinua with what He has given unto us. kupitia kile ambacho ametupatia: Talents, talanta, wealth, utajiri resources. na rasilimali. God has given us many things. Mungu ametupa vitu But mingi, many other times, lakini wakati mwingi we fail to glorify God with what we are and what we are. tunakosa kumtukuza Mungu na kile tulicho nacho na kile sisi tumeumbwa kuwa. And that's why
why we are sharing what we are sharing today. Na hiyo ndio sababu ya kushiriki ujumbe wetu siku ya leo. Because we would like to lift God in our lives. Ni kwa sababu tungetaka kumuinua Mungu maishani mwetu. We would like to do what we were called to do. Tungetaka kufanya vile ambavyo tuliitwa ili tufanye. Hallelujah. Hallelujah. And we would like to just have a look at a few ways in which we glorify God, we can glorify God. Tungetaka kutazama mambo machache ama kadhaa ambayo tunaweza tukayafanya kumtukuza Mungu. We go to look at 5 ways. Tutatazama mambo matano. Or ways in which we glorify God. Ama njia ambazo tunamtukuza Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. One, Njia moja by worshiping God. kwa kumwabudu Mungu. By worshiping God. Kwa kumwabudu Mungu. Amen. Amen. Let me read the common scripture. Wacha tuangalie andiko ambalo tulifahamu sana. And this is 1 Peter chapter 2. Waraka wa Petro sura ya 2 and verse 9. Aya yake ni ya 9. The Bible says, Biblia inasema, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's peculiar possession, that you may declare praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Hallelujah. Hallelujah. Now look at this scripture again. Tazama hili andiko tena. God says that we are chosen. Biblia inasema kwamba sisi ni taifa teule. It is true that the world may not glorify God. Ni kweli kwamba ulimwengu huenda usimwabudu ama utukuze Bwana. It's true that the world may not recognize the greatness of God. Ulimwengu pia huenda usifahamu ukuu ama utambue ukuu wa Mungu. There are even some people who say that God does not exist. Hata kuna watu ambao wanasema kwamba Mungu hayuko. They may not live to glorify Him. Huenda wasiishi kumtukuza. But there are a people God has chosen for themselves. Lakini kuna wale watu Mungu ameteua kwa ajili yake yeye. The Bible says that we are peculiar people. Biblia inasema kwamba sisi ni watu wa kipekee. God has chosen us. Mungu ametuteua sisi. And brethren, na wapendwa, when we may be living and brushing our shoulders with the people who don't love God and glorify Him. Wakati tunapoishi na kutangamana na watu na kugusana mabega na watu ambao hawamfahamu Mungu, people who may do anything, watu ambao wanaweza wakafanya chochote kile without caring, pasipo kujali, we should always remember we are peculiar. lazima tukumbuke sisi ni taifa teule. We are here in this world with a mission. Tuko hapa katika ulimwengu tukiwa na lengo. And the mission is to glorify God. Na hili lengo ni kumtukuza Mungu. To bring honor to Him. Kuleta heshima kwake yeye. Because we are chosen for that purpose. Ni kwa sababu ni kwa ajili hii tumeteuliwa. When an ambassador goes to a certain nation, wakati balozi anaenenda katika nchi fulani, they don't get converted to what those people do. Haendi na kubadilika kufanya kama vile hiyo nchi ya ugeni watu wanavyofanya kule. But they remain true to the mission for which they went there. Lakini wao huwa imara na kusimamia lengo la nchi yao kule nchi ya ugeni. And the Bible says that we, na Biblia inasema sisi are unique. Sisi ni taifa teule. We have a special mission. Tuko na lengo la kipekee. The truth is that every man is meant to glorify God. Ukweli ni kwamba kila mwanadamu ameumbwa mtukuze Mungu. But not every man who has this revelation. Lakini sio kila mwanadamu ana huu. It's not every man who is having this revelation. Sio kila mwanadamu ako na ufunuo huu. Whereas for you who has the revelation, lakini kwako wewe uliye na huo ufunuo, you need to live
to be true to this calling. Lazima uwe na kweli wa wito huu. And the Bible says, Biblia inasema that we may declare ili mtangaze the praises of him sifa kwake yeye who called us aliyetuita out of darkness kutoka kwa giza to his marvelous light. anatukaribia katika nuru yake ya ajabu. Hallelujah. Hallelujah. That's the mission we have. Hilo ndio jukumu ambalo tuko nalo. And ours is to say God is great. Na kwetu sisi ni kutangaza na kukiri There is Mungu. no one like him. Hakuna kama yeye. He is the Lord above all things. Ni Bwana juu ya mambo yote. He is the God of all power. Ni Mungu wa uweza wote. He is able. Ni yeye anaweza. He is faithful. Yeye ni mwaminifu. He is the God of the covenant. Yeye ni Mungu wa agano. He never fails. Yeye haguki. Hallelujah. Hallelujah. We need to say it with our mouths. Yafaa tutangaze kwa vinywa vyetu. And we need to declare it with our lives. Na pia yafaa tutangaze kupitia maisha yetu. We've always said Tumewahi kusema that our lifestyle kwamba jinsi ya kuishi kwetu should worship God. yafaa iwe ni kwa njia ambayo itamtukuza Bwana. Hallelujah. Hallelujah. You know, there are times we worship God with our mouths. Kuna wakati tuamwabudu Mungu kwa vinywa vyetu We sing beautifully, na tunaimba kwa ustadi, but then we live in a way that shows the opposite. lakini wakati mwingine jinsi ya kuishi kwetu inaongea kinyume. Hallelujah. Amen. But our lifestyle Lakini maisha yetu should worship God and bring honor to God. yafaa imwabudu Bwana na ilete heshima The kwake. way we interact with each other, Jinsi tunavyotangamana mmoja na mwingine, the way we interact also with the world, jinsi pia tunavyotangamana na ulimwengu, should bring honor to God. yafaa ilete heshima kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Let me give you a secret. Wacha nikupatie siri. Many other times, Wakati ni mwingi, when worldly people look at Christians, wakati watu wa ulimwengu watazama wa Kristo, even without talking to them, hata pasipo kuwaongelesha, without any conversation, hata pasipo kusema lolote, they look at them wanaangalia and see the glory of God. na kuona utukufu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. They see the beauty of God. Wanaona urembo wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Through their lives, Kupitia maisha wanayoishi, through how they live, kupitia jinsi wanavyoishi, through their behavior, their character, kupitia matendo yao na through how tabia they zao, treat each other, jinsi ambavyo wanachukuana mmoja na kubebana mmoja na mwingine, through their integrity, jinsi pia kupitia misimamo yao, through their faithfulness, kupitia uaminifu wao, through their holiness, kupitia utakatifu wao, they see the glory of God. wanauona utukufu wa Mungu. Hallelujah. 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 God in the Old Testament Mungu katika Agano la Kale displayed his glory. alidhihirisha utukufu wake. When we look at the Garden of Eden, Ukitazama shamba la Edeni, we see the beauty of God. tunaona urembo wa Mungu, And we see that God could visit Adam. na tunaona kwamba Mungu alikuwa akimtembelea Adamu, And you see the beauty of the interaction between Adam and God. na unaona uzuri wa Mungu na Adamu kutangamana. The picture that is given of the Garden of Eden Picha ambayo imeonyeshwa kuhusu lile shamba la Edeni is the picture of a very beautiful garden. ni picha ya shamba ambalo lilikuwa ni bustani njema. Why was it beautiful like so? Mbona ikawa ni bustani iliyokuwa na uzuri? Because of the presence of God. Ni kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The glory of God Utukufu wa Mungu was displayed ulidhihirishwa in the acts of God in the Old Testament. katika matendo ya Mungu katika lile Agano la Kale. It was displayed, Ilidhihirishwa for example, kwa mfano in the crossing of the Red Sea. katika kufukia ile bahari ya Shamu. Oh, that was beautiful. Hilo jambo lilikuwa ni It nzuri. was a glorious deliverance. Ilikuwa ni ukombozi mzuri. Hallelujah. Hallelujah. The glory of God Utukufu wa Mungu led the people, uliongoza watu through the wilderness. kupitia kule nyikani. In the day, there was the cloud that was a sign of the glory of God. Mchana kulikuwa na wingu ambalo lilikuwa ni
utukufu wa Mungu. In the night there was the pillar of fire. Na usiku kukawa na nguzo la moto. The glory of God. Utukufu wa Mungu. When the tent was made, Wakati hema ilitengenezwa, where Moses met with God, ambako Musa alikutana na Mungu, the Bible says that the glory of God could fill the tent. Biblia inasema ya kwamba utukufu wa Mungu ungejaa katika lile The hema. glory of God could also come upon the mountain. Na Biblia inasema pia utukufu wa Mungu ungekuja pale It would milimani. appear like smoke. Na ingekuja kama moshi. Hallelujah. Hallelujah. The glory of God. Utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Now in the New Testament, Katika Agano Jipya, the glory of God utukufu wa Mungu is displayed through Jesus. unidhihirishwa kupitia Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Yesu is he radiates the glory of God. anaangaza utukufu wa Mungu. He shows the glory of God. Anaonyesha utukufu wa Mungu. The Bible says in John chapter 1, Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sura ya 1. and let's read from verse 6. Tusome kuanzia aya ya 6. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwake yeye. So that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili ashuhudie ile nuru. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Kulikuwepo nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Hallelujah. Hallelujah. This one is not bringing it out very well. Hii haitokei vizuri. Amen. Amen. Verse 4 says, Aya ile inasema, in him was life, and that life was the light of all mankind. ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuiweza. Hallelujah. Hallelujah. So what we see Kwa hivyo kile tunachokiona is Jesus being the light. ni Yesu akiwa ni nuru. And that light is a light that shines in darkness, Na hiyo nuru inang'aa katika giza, displaying the glory of God. ikidhihirisha utukufu wa Mungu. Just like the way we have the sun shining, Kama vile ambavyo tuko na jua liking'aa, bringing light in the world, likileta nuru katika dunia. we see Jesus shining Tunamwona Yesu aking'aa and displaying the glory of God in a dark world. na akiashiria utukufu ama nuru ya Mungu katika dunia ambayo imejaa giza. And through Jesus, Na kupitia Yesu the glory of God is displayed. utukufu wa Mungu unadhihirisha. In fact, we can say Na tunaweza tukasema that through Jesus today, kupitia Yesu siku ya leo there is the revelation of the glory of God. kuna ufunuo wa utukufu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. There is the revelation of the light of God. Kuna ufunuo wa nuru ya Mungu. And we can say that today, Na tunaweza tukasema kwamba siku ya leo the display of the glory of God is through Jesus Christ. kudhihirishwa kwa utukufu wa Mungu ni kupitia Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says, Na Biblia inasema, we can have a look at this one in verse 11. Verse 11. aya ya 11.
He came to that which was there, or was his own. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Yet to all those who did receive him, to those who believed in his name, he gave them the right to become the children of God. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Verse 14, aya ya 14. the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hallelujah. Amen. See, the Bible says Tasama, Biblia inasema that we who believed, ni kwamba sisi tuliomwamini we were given the power to become the children of God. tulipewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. And the Word, that is Jesus, Neno ambalo ni Yesu came and dwelt among us. alikuja na akakaa katika ndani yetu. We can say again that he is revealed in us. Twaweza tukasema kwamba amefunuliwa ndani yetu. Amen. Amen. We can say again Twaweza tukasema tena that through us, ya kwamba kupitia sisi Jesus is shown and he is displayed. Yesu amefunuliwa na amedhihirishwa. Hallelujah. Hallelujah. Today, Siku ya leo, when the world looks at us as the church, wakati dunia ama ulimwengu unatutazama sisi kama kanisa, they see the glory of Jesus. wanauona utukufu wa Yesu. They see Jesus who lives in us. Wanamuona Yesu ambaye anaishi ndani yetu. And through us the glory of God is seen. Na kupitia sisi utukufu wa Mungu unaonekana. The glory of God is displayed. Utukufu wa Mungu unadhihirishwa. Therefore, brethren, Hivyo wapendo, we who have been called of God sisi ambao tumeitwa na Mungu have the mission of bringing honor to God tuna jukumu la kuashiria utukufu wa Mungu through Jesus who lives in us. kupitia Yesu ambaye anaishi ndani yetu. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, Jambo la pili, we bring glory to God tunaleta utukufu kwake Mungu through loving other believers. kwa kupitia kuwapenda wapendwa wengine. Hallelujah. Hallelujah. Through loving other believers. Kupitia kuwapenda wapendwa wengine. We may not know how powerful this one is. Huenda tusielewe jinsi hili jambo lilivyo na nguvu. We may not see as if it's as serious as the way God sees it. Huenda tusione kwamba hili jambo liko na umuhimu ama umakini kama vile Mungu anavyoliona hili jambo. But the truth is, Lakini ukweli ni kwamba there is nothing that shows the glory of God like the love of the believers. hakuna jambo linalodhihirisha utukufu wa Mungu kama upendo wa ndugu. One unto the other. Mmoja, upendo kati ya mmoja na mwingine. To God, Kwake Mungu, the greatest commandment ile sheria ama torati kuu is that we love him. ni kwamba tumpende, And the second one na la pili is that we love each other. ni kwamba tupendane mmoja na mwingine. In Romans chapter 12 Na Warumi 12 and verse 10, na aya ya 10, the Bible says, Biblia inasema be devoted to one another ya kwamba in love. kwa upendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi. Honor one another and have yourselves. Kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Hallelujah. Amen. Be devoted to one another in love. Kwamba mpendaneni ninyi kwa upendo wa udugu. The English Bible Nakala ya Kimombo puts it in a deeper way. imeweka kwa uzito.
true love brings devotion. Kwamba upendo wa kweli unazingatiwa kwa bidii. Devotion to somebody. Kujitoa kwa mtu. That means you are true to that person. Hivyo ni kumaanisha unakuwa wa kweli kwa huyo mtu. It means that you are committed to that person. Hivyo ni kwamba umejitoa ama umejipeana kwa huyo mtu. It means that you have the best of interest. Kwamba unawazia huyo mtu concerning that person. Kwamba ni kwamba unawaza mema kuhusu huyo mtu. You have good thoughts about that person. Kumaanisha una mawazo mema kuhusu huyo mtu. It means that even when the person is away, you think well about them. Ni kumaanisha hata wakati huyo mtu yuko mbali na wewe unamwazia mema. You pray for them, unamwombea, and you look for ways in which you can be a blessing to them. Na pia unaangalia njia ambazo unaweza kuwa baraka kwao. It means that when they are hurt, you are there, you are hurt also. Kumaanisha wakati wako na majeraha pia unahisi pia nawe umejeruhiwa. It means that when they are down, you are concerned about them. Ni kumaanisha wakati wako chini unajali hali yao. It means when they are elevated, you are joyful about them. Ni kumaanisha wakati wameinuliwa unafurahia kuinuliwa kwao. When you know that they are blessed, that one encourages you. Na wakati unaona wao watu ni wamebarikiwa, hilo jambo linakufurahisha. It excites you. Hilo jambo linakupendeza wewe. Hallelujah. Hallelujah. Therefore the Bible says, hivyo Biblia inasema, be devoted kwa upendo na udugu to one another. Jitoeni kwa mmoja na mwingine. And also there is the element of preferring them. Na Biblia pia inasema muadhamini, honoring them above yourself. Na muwaheshimu kuliko jinsi ambavyo mnajipenda wenyewe. Do you know that when we prefer ourselves to other people, wakati tunajipenda kuliko watu wengine, that is worldly. Hilo hicho ni kipimo cha ulimwengu. Hallelujah. Amen. You know, very simple things, or very simple things show the way people are. Mambo rahisi sana huonyesha jinsi watu walivyo. Hallelujah. Hallelujah. When people go to queue somewhere, wakati watu wanapoenda kupiga foleni mahali fulani for a given service, ili wapate huduma fulani, you may find people who would like to jump the queue. Unaweza ukaona watu ambao wanataka kuruka hiyo foleni. Hallelujah. Amen. Somebody would like to move from here and go on, overtake everybody and go to the front there. Napata mtu labda hata pia anakuja nyuma, lakini angetaka kuruka wale watu wengine na yeye awe wa kwanza. Hallelujah. Hallelujah. What does that show? Hilo jambo linaonyesha nini? I don't care for all this. Sijali hao watu wengine wote. I would like to be the first there. Mimi ningetaka niwe wa kwanza pale. Hallelujah. Hallelujah. So that shows hilo jambo linaonyesha self-centeredness. Kuwa ni mtu ambaye tu anajijali yeye mwenyewe. It's like you don't prefer these people. Ni kama hawa watu wengine hauwadhamini wala kuwaheshimu. Many times in the on the roads, wakati mwingine barabarani, you find people unawapata watu overlapping, wakipitia wakitoka kwenye barabara na kupitia njia za kando. Maybe there is a place or there is something that makes the vehicles to slow down. Labda kuna jambo limefanya magari mengine sasa yaende kwa mwendo wa polepole. But somebody feels I cannot go waiting. Lakini dereva fulani anahisi kwamba mimi siwezi kuendelea polepole na kubaki hapa kwa hii jamu. Some overlap you in the left side. Wengine sasa wanaruka magari mengine wakipitia upande wa kushoto. Right side maybe. Wengine labda kwa upande wa kulia labda. And they go to the front there, all of them together, and they make the jump to be worse. Na sasa wote wanaendelea kutokea pale mbele, sasa jamu hata inakuwa baya zaidi. At times they stay for many minutes trying to sort out the mess that they have created. Na sasa wanabaki pale kwa ile jamu kwa muda mwingi kwa sababu hata wao hiyo shida wameifanya ile kubwa zaidi ya vile ilikuwa mbele. Because of selfishness. Kwa sababu ya kujipenda. Somebody would like to be the first there. Mtu angalitaka awe wa kwanza pale. And many times
times, Na wakati mwingi we are caught up as believers, tunanaswa na hiyo mtego kama wa Kristo, where we don't really think about one another. ambapo hatujali watu We wengine, don't prefer each other. hatuwaheshimu wala kuwadhamini wengine. Hallelujah. Haleluya! But the Bible says Lakini Biblia inasema that we honor each other. kwamba tuwaheshimu wale wengine. Amen. Amen. That we honor one another above ourselves. Kwa heshima ukiwatangulisha wenzenu. Praise God. Amen. Number 3, Njia ya tatu, we glorify God by becoming like a Christ. tunamtukuza Mungu kwa kuwa kama Kristo. Hallelujah. Haleluya! By becoming like a Christ. Kwa kufanyika kama Kristo. Now, one thing Jambo moja, is that when we don't give ourselves to spiritual growth, wakati hatujiashirii kwa kukua kiroho, God is never glorified in us. Mungu hatukuzwi ndani yetu. There are times as believers, Kuna wakati mwingine kama wa Kristo, we remain we are down there. wakati mwingine tunakaa pale chini, kiwango cha chini. We don't grow. Hatukui, We don't show maturity as believers. hatuonyeshi ukomavu kama wa Kristo. Paul was disappointed about the Galatians. Paulo alihuzunika kwa ajili ya watu wa Galatia. He was even asking them, who bewitched you? Mpaka akawauliza nani aliyewalaani nini? Because they had started well in the spirit, but it's like they were going to the flesh. Ni kwa sababu walikuwa wameanza vizuri katika roho na nikana kwamba walikuwa kumalizia kwa mwili. When they were expected to be mature, they were not showing maturity again. Wakati walitarajiwa kuonyesha ukomavu, hawakuwa wanaonyesha matunda ya kukomaa. So that was disappointing to Paul. Hivyo jambo lilimhuzunisha ama kumvunja moyo Paulo. Hallelujah. Haleluya! So as believers, Hivyo kama Wakristo we need to grow yafaa tukomae to attain the stature of Jesus. mpaka tufikie kimo cha Kristo. Hallelujah. Haleluya! The Bible says in Ephesians, Biblia inasema katika kitabu cha Efeso chapter 4, sura ya 4 and verse 13, na aya ya 13, until we all reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. hata na sisi sote tutakapo kufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Praise God. Bwana apewe sifa. Now, that's the goal of a believer. Hilo ndilo lengo la muumini, Attaining the stature of Jesus. kufikia cheo cha kimo cha Kristo, Having the fullness of God in our lives. kuwa na ukamilifu wa Mungu maishani mwetu. Amen. Amen. And in that way, we glorify God. Na kupitia hilo njia tunamtukuza Mungu. We are looking at a situation where your character is changed. Tunaangalia jambo ambalo tabia ama maisha, tabia yako inaundwa ama inatengenezwa. A situation where your way of seeing things is changed. Hali ambayo mtazamo wako wa maono inabadilishwa. Where you talk like Jesus. Mahali unaongea kama Yesu. Where you react like Jesus. Mahali unakabiliana mambo kama Yesu. Where you show grace like Jesus. Mahali unaonyesha neema kama Yesu. Where you show humility like Him. Mahali unaonyesha uvumilivu kama yeye, etc., etc. na mambo kama hayo. When Jesus is seen in us, Wakati Yesu anaonekana ndani yetu, He is glorified anapewa utukufu through our lives. kupitia maisha yetu. And actually, let me say, brethren, Na wacha niseme hivi wapendwa, nothing glorifies God in our lives like maturity. hakuna jambo linalomletea Mungu utukufu maishani mwetu kama ukomavu. Nothing glorifies God in us like showing integrity as believers. Hakuna jambo linalo mletea Mungu utukufu maishani mwetu kama
msimamo mzuri maishani mwetu. Hallelujah. Hallelujah. Nothing glorifies God in us Hakuna jambo linamtukuza Mungu maishani mwetu like walking in holiness, kama kutembea katika utakatifu, walking in purity. katika kutembea katika usafi. You know, this is a sign of maturity also. Hiyo ni ishara ya ukomavu. Hallelujah. Hallelujah. When we stand as believers Wakati tunasimama vyema kama wa Kristo and we become like Christ, na tunakuwa kama Kristo, He is glorified in us. anatukuzwa ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Mwadhani ya heo ochi. Amen. Amen. And the Bible says, number 4, Biblia inasema jambo la 4, you know, in 1 Peter chapter 4 verse 11, let's have a look at this one. Waraka wa Petro sura ya 4 na aya ya 7. Chapter 4 verse 11. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 aya ya 11. If everyone speaks, they should do as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be glory and the power forever and ever. Amen. Amen. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amina. So number 4, we glorify God through serving God. Hivyo njia ya 4 ni kwamba tunamtukuza Mungu kupitia kumtumikia ama kuhudumu kwake Mungu. And the Bible says here, na Biblia inasema hapa, that in all things that we do, kwamba katika mambo yote tunayoyafanya, that are in our speaking, katika kusema kwetu, in our deeds, katika matendo yetu, that in every ministerial service, ili katika kila kazi ama huduma, we should do everything by the grace of God, tufanye yote kwa neema ya Mungu, by the strength that God provides, kupitia nguvu ambazo Mungu ametujalia, that in all things God may be glorified. ili katika mambo yote Mungu atukuzwe. Something we appreciate Jambo ambalo tunafurahia is that God has gifted us. kwamba Mungu ametupa talanta ama vipawa mbalimbali. Hallelujah. Amen. Every gifting that God has given unto us Kila talanta ama kipawa Mungu ametupatia is meant to glorify God. Tumepatiwa ili kupitia hizo vipawa na talanta Mungu atukuzwe. There are some natural talents Za kiasili ambazo Mungu ametubariki nazo. Hallelujah. Amen. Like you know, there are people who are very creative. Kuna watu ambao ni wabunifu sana. There are people who are creative in one way or the other. Kuna watu ambao ni wabunifu kwa njia moja ama nyingine. That creativity can bring glory to God. Ubunifu huo unaweza kumletea Mungu utukufu as they serve God through the creativity. Wakimtumikia Mungu kupitia ubunifu wao. Somebody may look at this place and feel it can be beautified more in this way and so on. Mtu fulani anaweza akatazama na aseme hapa panaweza kupambika na kurembeshwa kupitia njia hii ama vile. Amen. Amen. That is creativity. Huo ni ubunifu. And what you can see already is creativity. Na lililoko pale ni ubunifu. Hallelujah. Amen. Not everybody may do like this. Sio kila mtu anaweza kufanya vile. Amen. Amen. And then somebody else is gifted in another way. Mwingine anajaliwa kipawa kwa njia hii na ile. Hallelujah. Amen. Somebody, mtu fulani is gifted in singing. Anajaliwa katika karama ya uimbaji. Some of those who sing, baadhi ya watu ambao wanaimba, their natural talents, ni karama ama ni talanta za kiasili that God has given them, ambazo Mungu amewapatia. There could be a bit of polishing. Kunaweza kuwa na kule kupiga msasa. Of course you grow the gift.
Na kile unapofanya ni kwamba unazidi kukua katika zile vipawa uko nazo. But it is a gift. It is a natural gift. Lakini ni talanta ya kiasili that God has given. Ambayo Mungu amekupatia. Some may not sing so well. Wengine huwa wasiimbe vizuri sana. Hallelujah. Hallelujah. Some may not even coordinate the beats. Wengine tempo huwa kagani. Hallelujah. Amen. They'll have an issue. Watakuwa na tashwishi na changamoto. There are some people, kuna watu wengine even when they are jumping, they jump off beat. Wanaruka na hawaandamani na tempo. Hallelujah. Amen. Because they are not talented in that way. Kwa sababu hawajabarikiwa katika hiyo nyanja. But then you find them somewhere else. Lakini ukiwapata pahali pengine, being very good. Wanang'aa vizuri. Hallelujah. Amen. Whatever God has given unto you, kile ambacho Mungu amekutunukia, is meant to glorify God. Chapaa kimtukuze Bwana. Hallelujah. Hallelujah. There are some people who may never play the keyboard. Kuna watu wengine ambao huenda wasiweze kucheza kidumu. Hallelujah. Hallelujah. Because maybe they are not so much talented in that way. Kwa sababu labda hawajajaliwa hiyo talanta. But there are other things they do. Lakini kuna wengine huduma zingine ambazo wanazifanya. Hallelujah. Hallelujah. In all things, katika mambo yote, we glorify God. Tunamtukuza Mungu. Hallelujah. Hallelujah. In all things we serve God. Katika mambo yote tunamtumikia Mungu. And we bring honor to him. Na tunaleta heshima kwake yeye. And lastly, brethren, na njia ya tano ambayo ni ya mwisho, we glorify God through witnessing. Tunamtukuza Mungu kupitia kushuhudia. Amen. Amen. Every Christian, kila Mkristo, should be a witness. Yafaa awe shahidi. Amen. Amen. Every believer, kila muumini, should be one who witnesses. Anafaa awe mmoja ambaye anashuhudia. Who carries the good news. Ambaye anabeba habari njema. And shares whatever they have in their lives with other people. Na anashirikiana alilo nao maishani mwake na watu wengine. Amen. Amen. And the Bible says in verse 16. Biblia inasema katika aya ya 16. And verse 16. Katika aya ya 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Amen. Hallelujah. Amen. I believe you have followed with the Bible. It is John 15 and verse 16. Ni Yohana 15 aya 16. Hallelujah. Amen. Somebody got lost somewhere. So the Bible says that God chose us. Biblia inasema kwamba Mungu alituteua sisi. And he appointed us. Na akatuchagua. So that we may go and bear fruit. Ili tuenende tumsalie matunda. Let me tell you. Wacha nikwambie. You may not be an evangelist. Huenda usiwe mhubiri. You may not be a pastor. Huenda usiwe mchungaji. But lakini, apart from everything else that you do in the house of God, kando na yale yote ambayo unayafanya katika nyumba ya Mungu, you need to be one who can touch somebody somewhere. Inafaa share the good news with them. Unaweza kugusa mtu mahali fulani na ushirikiane nao habari njema ya Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Don't wait for the crusade. Usisubiri wakati kutakuwa na crusade. But share with somebody next to you. Shiriki na mtu ambaye anaishi karibu na wewe. Everywhere we go, popote tuendapo, we are interacting with the people. Tunatangamana na watu. We are interacting with the people who need to be told about Jesus. Tunatangamana na watu ambao wanafaa kuambiwa habari ya Yesu. Amen. And every believer can bring somebody to Jesus. Na kila Mkristo anaweza akaleta mtu kwa Yesu. Or at least he can share the good news with somebody. Ama anaweza akashiriki habari njema na mtu. Hallelujah. Hallelujah. And we need to be
to be doing that each and every time when there is an opportunity. Na tunafaa kufanya hilo jambo kila wakati tunapopata fursa. In fact, you need to share with somebody whether they are going to believe or not. Na inafaa ushirikiane na mtu hata kama ataamini hata kama hataamini. But you still are planting the seed in their hearts. Lakini unapanda mbegu katika mioyo yao. Hallelujah. Hallelujah. You know the truth is, ukweli ni kwamba that everybody who has ever come to Jesus, every believer here, kila muumini hapa, let's not talk about even other people out there, hata wacha tusiongee wengine kule nje, but everyone who is here, lakini kila mmoja ambaye yuko hapa is in the Lord because they heard the gospel. Wako katika Bwana kwa sababu walisikia, because somebody preached to them. Kwa sababu kuna mtu aliwahubiria. Hallelujah. Hallelujah. Even if maybe you got you got saved in a crusade, hata kama ulikokea kwa crusade, but somebody still had given you he had told you about Jesus. Kwamba kuna mtu alikuwa amekuambia habari ya Yesu. Maybe at a personal level, labda mtu mmoja kwa or in one way or the other, ama kwa njia moja ama nyingine, you heard the word of God. Ulisikia neno la Mungu through somebody, kupitia mtu. Hallelujah. Hallelujah. Witnessing, kushuhudia, is a very powerful tool. Ni chombo ambacho kina nguvu sana. A very great way in which we glorify God. Na njia kuu sana ambayo tunamletea Mungu utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Blessed are those, kubarikiwa ni wale who win souls, ambao wanaleta who carry the good news, ambao wanabeba habari njema, who share what they have with others, ambao wanashiriki walicho nacho na wengine. Amen. Amen. So that's a way in which we glorify God. Hiyo ni njia ambayo tunamletea Mungu utukufu. We share what we have with other people. Tunashiriki kile tulicho nacho na watu wengine. Amen. Amen. And brethren, na wapendwa, we will appreciate, tutafurahia that these are the reason why, or this is the reason why we exist. Kwamba hiyo ndio sababu ya kuishi kwetu. We don't exist so that we can go through life. Hatuishi ili tupitie maisha tu, but so that we can glorify God. Lakini ni ili tumtukuze Mungu with what He has given unto us. Kupitia kila Mungu ametupatia. Hallelujah. Hallelujah. Jesus prayed and told God, I think I would like us to finish here. Ningetaka tumalizie hapa. In John chapter 17. Katika Yohana aya ya 17. In verse 4. Na aya ya 4. He said, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Verse 5. Aya ya 5. And now Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu wako. Verse 6 says, aya 6 inasema, I have revealed you to those to whom, or rather to those whom you gave me out of the world. Jina lako ninawadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Hallelujah. Amen. We stop there. Amen. So the Lord, hivyo Mungu Himself, that is Jesus Christ, Bwana yeye mwenyewe ambaye ni Kristo, fulfilled His mission. Alitimiliza huduma yake ama kazi yake. How did He glorify God? Alimtukuza Mungu kwa njia gani? By doing the work He had been called to do. Kwa kutekeleza kazi ambayo alikuwa ametumwa ili aifanye. Hallelujah. Hallelujah. We can never stand before the Lord and tell God, hatuwezi tukasimama mbele za Mungu na tumwambie Mungu, God, I have glorified you. Mungu nimekuletea utukufu because I made this amount of money. Kwa sababu nilitengeneza pesa kiasi hiki. God, I have glorified you. Mungu nimekutukuza wewe. Because I visited this place and this place and the other. Kwa sababu nilienda matembezi hapa na pale. Because I built a name for myself through this and this and the other. Kwa sababu nimejitengenezea jina mimi kwa njia hii na ile.
but by doing the work the Lord has called us to do. lakini ni kwa kufanya ile kazi ambayo Mungu alituita ili tuifanye. Hallelujah. Hallelujah. And this one is very powerful, brethren. Na hili jambo lina uzito sana wapendwa. God has called us to bring glory and honor unto him. Mungu ametuita ili tulete heshima na utukufu kwake yeye. That's the reason why we are there. Hiyo ndio sababu ya I believe that message has been a blessing to you. Thank you for watching. You can subscribe, you can like, you can share. If you are not born again, that is, you've not given your life to Jesus to be Lord and Savior in your life, you can make this simple prayer after me and it will change your life. From today, you can say, Lord Jesus, I come to you. I know that I'm a sinner. I'm not worthy before you. And today, I repent of my sins. I pray that you have mercy over my life. Wash me by the blood of Jesus. I give my heart to you. I give my life to you. And from today, I'm born again. Thank you, Father, because of receiving me. Thank you for writing my name in the book of life. From today, I'm a new creature. In Jesus' name, I pray and I believe. If you have made this prayer after me, the Lord has saved you. You are today a new creature. You are a child of God. You are born again. May the Lord bless you so much. If you happen to come from roundabout Kairode, you're most welcome to join us in gospel outreach. And if you happen to be coming from far, just look for a Bible-based church, a place where you go and fellowship with the believers and grow in the Spirit, and your life shall never be the same again. God bless you. Amen.